Naam, rafiki mpenzi, karibu sana. Hii ndiyo maana ya ndoto uotapo huku umewashika watoto. Kitu ya kwanza, yafaa ujiulize hisia zako zilikuwaje ulipokuwa na wale watoto. Wawe ni watoto wako au watoto wengine usiowafahamu. Kuna zile hisia ambazo zilikuwa zinatembea ndani mwako, hisia nzuri au hisia mbaya. Ulikuwa unafurahia, ulikuwa unaona fahari au ulikuwa na huzuni. Hizo hisia ni muhimu sana za kutuelekeza katika utafsiri mzima wa ndoto ulioyota, kwani kwa kila mmoja ni tofauti, huku ikitegemea na hisia za muotaji. Na vile ni vema kuzingatia vema hali ya yule mtoto au wale watoto ilikuwaje. Walikuwa ni watoto wachangamfu, walikuwa wanacheka, walikuwa wanalia, walikuwa wametulia, walikuwa watoto wasumbufu, au walikuwa katika hali gani? Hiyo pia itakusaidia sana kung'amua huenda maana yenyewe ni gani. Vile ni vizuri kukumbuka ya kwamba hii haina maana kwamba utapata au utakuwa na watoto wengi. La hasha. Hii ina maana kwamba huenda utakuwa na ideas, opportunities au nafasi mpya ambazo zinakuja katika maisha mwako hivi karibuni. Vile inaweza kuwa kuna mahusiano mapya, kuna miradi mipya, kuna mwelekeo mpya ambao unaelekea kufanyika katika maisha yako. Hivyo basi ni vema kujiandaa, kwani inahidhirisha kwamba unao uwezo, uko na potential ambayo umeibeba ndani yako ya jambo mpya, jambo la ajabu ambalo linaelekea kufanyika katika maisha mwako. Vile ina maana ya kwamba kuna majukumu unaelekea kukabidhiwa hivi karibuni, majukumu ambayo utakuwa mtu wa kutegemewa sana, kama vile majukumu ya kifamilia. Huenda Mungu anaelekea kukupa familia, au kuna majukumu makubwa yanaelekea kuibuka katika familia yako, majukumu ya kikazi. Huenda unaelekea kupata kazi, au kama una kazi unayoienzi na unayoipenda, unaelekea kupata majukumu mengi sana kazini. Huenda yuaelekea kukabidhiwa uongozi, jambo muhimu sana la kiroho ambalo linahitaji kuchukuliwa kwa uangalifu na kutunzwa kama vile watoto wandogo. Iwapo umejeruhiwa kihisia kwa jambo lolote lile, unaweza jipata yuaota hii ndoto kama ishara kwamba yuahitaji uponyaji wa kihisia, unahitaji utunzaji au kutunzwa, au unayemwona unaelezewa tu anahitaji kutunzwa kama vile mtoto mdogo. Na hivyo basi kiroho ina maana kwamba kuna jambo ambalo linaendelea kutengeneka, ambalo halijajihidhirisha vema bado, halijakuwa au halijakomaa, jambo ambalo linafaa kulindwa, kutunzwa na tena kuangaliwa kwa karibu. Vile hali uliokuwa na
hali ambayo yule mtoto alikuwa inategemea sana. Chenye kilikuwa kinafanyika vile vile ni jambo muhimu sana ya kuangalia. Kama kwa mfano ulijiona unapoteza mtoto au hata unamwangusha yule mtoto, basi ina maana kwamba unaachilia nafasi nzuri sana au hata majukumu. Ni vyema kuangalia yule mtoto yu katika hali gani. Iwapo mtoto mwenyewe alikuwa ana furaha, basi ina maana kwamba kuna mambo mazuri, kuna kipindi kizuri kipya ambacho kinaelekea kuingia maishani mwako. Na vile vile ukiona yule mtoto alikuwa analia, basi ina maana ya kwamba kuna mahitaji muhimu, mahitaji ya msingi ambayo haijatimizwa katika maisha yako. Kuna msongo wa mawazo na vile vile kuna mambo au ukuaji ambao umechukua muda, ambao umejikokota sana, na hivyo basi ni vema pia kufahamu hilo iwapo mtoto alikuwa analia sana. Na upatapo kwamba wale watoto ni wengi uliowaona, hiyo nayo inamaanisha baraka maradufu na majukumu mengi sana, kwani watoto wakiwa wengi, vile vile majukumu nayo huwa ni mengi zaidi. Iwapo ulijipata ya kwamba unasumbuka kumshika yule mtoto, basi ina maana kwamba kuna jambo ambalo unaliogopa. Unaogopa kufeli, unahisi kwamba hujajiandaa vema. Iwapo utaiangalia jambo moja au mawili ya haraka, ni kwamba kuna jambo mpya ambalo linatengeneka au laja katika maisha yako, na vile vile ile jambo inahitaji kuangaliwa kwa ukaribu, tena kwa weledi na kutunzwa vizuri kama vile mtoto mchanga.